uvujaji wa rasilimali kwa baadhi ya miradi, kwamba kuna uvujaji, kwa maana ufujaji, na wakurugenzi watakuwa mashahidi. Hata huko kuna sehemu zingine tumeelekeza pesa zirejeshwe ambazo zimefujwa. Kuna wengine wameenda kufikishwa mahakamani. Kuna kwa maana yote na wote nadhani mtakuwa mashahidi. Kwa hiyo ufujaji wa rasilimali maana yake ubadhirifu wa hela baadhi ya miradi, na ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi. Mambo yafuatayo ndio yanachangiwa hasa kwa kutokea yale. Kwa nini kuna ufujaji, ucheleweshaji wa mradi, ushirikishwaji, then tunakuja kwenye swala la thamani ya fedha kutozingatiwa. Lakini pia ushirikishwaji, wananchi kutokushirikishwa baadhi ya miradi, hiyo thamani ya miradi kuzingatiwa, maana kutofikiwa. Hiyo ufuatiliaji wa miradi umekuwa ukifanyika kwa miradi yote. Miradi yote ya maji, barabara, afya, utoaji wa huduma, ujenzi wa zahanati, iwe ununuzi wa madawa, kwenye kila eneo ambalo tunaona kuna haja, na inaweza ikafanyika kwa kupitia mradi au ikafanyika kwa njia ya uchambuzi wa mfumo wa utoaji huduma. Kwa mfano, kwa upande wa mkoa wa Mbeya, kwa mwaka 2020, 2023, 2024 hadi 2025 kutoka 2026, jumla ya miradi iliyofuatiliwa ni 209 yenye thamani ya shilingi bilioni 800,717. Lakini hizi miradi ya watekelezi hao wa serikali wenyewe, au unataka kutuambia kwamba sisi ndio tunapanga wenyewe, tunaiba wenyewe, tunatengeneza mianya wenyewe? Wale tunaofanya nao stakeholders wa muhimu wako wapi hapa? Naona katika mkusanyiko huu sijawaona polisi au na wao stakeholder muhimu kwenye hii shughuli. Kwanza wanalalamikiwa. Kwa hiyo kama wanalalamikiwa, waweza uhakika sisi hatuna. Lakini la pili, hata tukienda kwenye ukaguzi wetu tunao, si ndivyo? Maana yake ni watu ambao tutaki kuwaacha kwenye kila mpango wetu. TAKUKURU mtupe mwelekeo wenu, na sisi tuwe yale tunayodhani ni ya muhimu. Nilikuwa nawaza kwamba TAKUKURU sasa kuna siku itabidi wawe kama kanisa. Wanafunzi wetu mashuleni tunaambiwa kuna rushwa. Sasa hizi wameendelea, wanasema wanaanza kuwachunguza hata house girl. Kama mzee ukirudi usiku na pombe zako unafanya fujo. Sasa unaona wanavyoenda mbali? Wanaenda mbali sana. Mimi nadhani kuna haja ya kutoa elimu pana sana ya hii dhana ya corruption. Wetu haya yanayoendelea kwenye maeneo yetu wanaona, na ndio maana ukifika wananchi, Mheshimiwa Mwandre aliwahi kutufundisha kitu akiwa mwenezi wa CCM taifa. Alisema hivi, the mass is always right. Sijui aliderive kutoka kwa nani. Ukifika kule wananchi watakwambia hapa anaibaga fulani. Wanawajua. Huu mradi hautakamilika, umeshajenga nyumba mbili za fulani na fulani. Na hao hawana hata expertise ya uchunguzi. Lakini wanaona. Sasa ni changamoto, Mheshimiwa mkuu wa idara na mkuu wa kitengo kwa mkoa wetu. Tunahitaji mjadala mpana. Wakurugenzi roli yao inaishia wapi? Mkuu wa wilaya roli yake inaishia wapi? Kwa sababu saa nyingine wanafanya vitu wanaambiwa wanajenga chuki. Lakini yeye roli yake inaishia wapi? Yameelezwa wazi kwamba ni lazima tuwe makini sana tunapokuwa tunatumia fedha za serikali kwenye miradi, hasa kuangalia mtiririko toka mwanzo mpaka mwisho, ili yale mambo makuu manne yaweze kuweze kudhibiti na mengine tuweze kufanya yatokee. Yale mambo makubwa manne ni kwamba tuweze kuepusha uvujaji wa fedha ya serikali, lakini 2, ucheleweshaji wa miradi ya serikali,
Tatu, tuhakikishe wananchi wanaweza kushirikishwa vizuri kwenye miradi husika. Lakini pia la nne, thamani ya fedha iweze kupatikana kwenye miradi. Sasa mimi nikitafakari na nikiangalia tangu mali ilivyoanza kutolewa ni kwamba tumekumbushwa kama kuchangia kwetu sisi tuchangie, kwa maana kwamba tumeelewa vizuri na tuendelee kusimamia kwa pamoja, kwa maana sisi government officials, lakini pia wadau wengine wa maendeleo ambao wanapatikana kwenye sekta binafsi, ili mwisho wa siku tuweze kupata matokeo makubwa kwenye miradi ya serikali. Na haya yote mwisho wa siku tunakuta baadhi ya miradi ni ya hovyo. Mfano baadhi ya barabara, sitaki kutaja barabara gani, watu wanafahamu, unakuta barabara ni ya hovyo, lakini nimepitia mfumo wote huu wa PET. Mimi nilikuwa nashauri muongeze kipengele kingine mwishoni baada ya kukamilisha hili, kipengele cha tathmini na uwajibikaji. Kwa sababu huwezi kutupitisha kwenye mambo yote ukatokisha kwamba ni mazuri afu barabara ina mashimo alafu kasema umefanya vizuri. Kwa hiyo baadaye mungeongeza kipengele kingine. Ilikuwa vipengele vingapi? 1 2 3 4 5. Muongeze kipengele cha 6 cha tathmini na uwajibikaji. Kama ikikutwa mtu ametupitisha kote huko anaamini kwamba kuko sawa na tuaminisha kuko sawa, alafu tunakuta barabara zina mashimo, aweze kuwajibika. Naomba kuwasilisha. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.